yake katika kitabu ya Matthew, sababu mnajua vizuri sana tunanena kuhusu where God meets with his people. Mahali pale Mungu anakutana na watu wake ni mahali wapi? Shiro. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kukuona ukiwa pale. Na ninajua ya kwamba utaweza kukaribisha wapendwa wetu tuweze kuandamana pamoja. Nataka tuombe, tuingie katika neno. Je, tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Wewe ni mfalme na wewe ni Mungu asiye na usiye na kupungua yani na kuangalia, uangaliangi mwanadamu ati unamjaji kulingana na vile unamuona. Wewe Bwana Jehova Jireh, sisi wote ni watoto wako, sisi wote ni wanao, sisi wote Bwana Jehova Jireh umetuinua, umetubariki na umetupa kipawa Bwana Jehova Jireh ya kukaa pamoja nawe katika enzi zako na katika nafasi yako Bwana Jehova Jireh. Pokea sifa Baba wetu na Mungu wetu kwa utukufu wako Bwana na kwa mapenzi yako. Mimi ninajua na ninaelewa ya kwamba Bwana mtakatifu, wakati wowote mfalme tukujao kwako, wewe Bwana Jehova Jireh ndio unatusimamisha. Wewe ndiye Bwana Jehova Jireh unanena kutuhusu. Wewe Bwana Jehova Jireh ndio watimiza mambo yote Bwana Jehova Mungu wetu kwa wote wale wa kuaminio. Pasipo kuamini haiwezekani mwanadamu aweze kupokea haki ile Bwana Jehova Jireh yadamanao nawe mfalme katika mambo yote. Asante ni kwa sababu ya kibali hiki na nafasi hii, ni kwa sababu mapenzi yako Bwana Jehova Jireh itaendelea na kutendeka kulingana vile upendavyo katika jina lako Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu ya kutubariki na kutuinua na kutupa nafasi mfalme ya kuweza mfalme wa ajabu kufungua Biblia na hata kuitafsiri. Roho wako mtakatifu ni mkamilifu na ni mwaminifu katika kazi yako wewe mtakatifu. Asante ni kwa sababu ya msamaha wa dhambi. Asante ni kwa sababu ya kutushikilia na kutuongoza katika njia zako, katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Nataka tuweze kuangalia kwa sababu internet inatusumbua sana. Nataka kwa dakika kidogo zile zitakuwa mbele yetu wakati kama huu imesimama, tuweze kuangalia neno katika kitabu ya Matthew 1. Na tukumbuke ya kwamba wakati wowote tusomapo neno tunafaa kulisoma neno katika moyo wa Mungu. Tusipotambua moyo wa Mungu katika neno, hatuna msaada wowote tunaweza kuwa nayo, na hatutaweza kutambua mapenzi ya Mungu katika neema ndani yake. Kwa hivyo wakati tunaposoma neno, tunafaa tulisome neno kwa moyo wa Mungu, kupitia neno la moyo wa Mungu, kwa sababu tusipopata moyo wa Mungu ndani ya lile neno tunalolisoma, hatutaweza kutambua Mungu alikuwa anataka nini, ama kusudi la Bwana kuhusu lile neno ilikuwa nini, ama Bwana yani Mungu anataka kuonenaje na watu wake. Mambo kama yale yote tunafaa kuiangalia, tunafaa kutaka, yani tunafaa tuwe na huo moyo wa kutamani kujua mapenzi ya Mungu wetu. Bwana asifiwe. Tusisome neno la Bwana kwa sababu tunataka kusoma. Tusome tukijua tuna kitu tunatafuta ndani yake, na kile kitu tunakitafuta ndani yake ni kazi yake, ni moyo wake, ni ile kazi Kristo Yesu alikuwa anakuja kuifanya katika nafasi hii tulio ndani yake. Na kweli Yesu ametufanyia kazi. Kwa hivyo katika hiyo namba Matthew 1 mstari wa 23 inasema ya kwamba behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Na tukiangalia neno kutoka juzi, tuliona ya kwamba neno la Bwana linatuonyesha na kutufundisha na kutuelekeza ya kwamba kutoka mwanzo wa mambo yote Mungu alikuwa na haja na mwanadamu ndio waweze kukaa na kuishi pamoja katika mapenzi yake yeye mwenyewe. Na Mungu alimuumba mwanadamu ndio yule mwanadamu
awe yeye mwenyewe anamuongoza. Na katika nafasi kama ile mwanadamu kazi yake ni kumtegea Mungu sikio lake la udani, sikio lake la ndani, kwa sababu mwanadamu ako na sikio aina mbili. Na wakati tuko na ile sikio aina mbili, mtu yeyote yule ameingia ndani ya Kristo kwa moyo wake, huyo mtu anafuga sikio lake la juu, ndio lisisababishe hali isiyo na msingi ndani ya sikio la ndani. Wakati wowote tumeingia ndani ya Kristo, msingi ule unaingia ndani yetu, si msingi unaoonekana, ni msingi usioonekana. Emmanuel, Mungu pamoja nasi, Ngai hamwe na ithuĩ. Yule ametupatia kibali katika kitabu ya John 15, kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Bwana asifiwe. Na yeyote yule atakaa ndani yangu atazaa, atakuwa na mazao. Kwa hivyo wakati huu tu pamoja nawe tukiendelea na kunena lile neno, kazi ya Mungu ama mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu ni mwanadamu, mimi na Mungu tuweze kuwa wana. Niweze kuwa ndani yake na yeye ndani yangu, ndio tuweze kuandamana. Lakini watu wengi, Chris, najua na ninaelewa, hata katika dini zile tunazosihudhuria na tunazosikiliza, mwanadamu na Mungu wanakuwa separate. Hata wakati wanaposoma neno, watu wengi wanafundishwa kuwa Mungu kwa sababu wakati tunatumia lile neno liko katika Roman 3:10, na nitakusomea mtu wa Mungu katika kitabu ya Roman 3:10. Inasema ya kwamba, acha nikufungulie tusome pamoja. Roman 3:10 inasema, sasa huyu kulingana vile tunafundishwa, tunaonyeshwa Mungu na mwanadamu hawawezi andamana, hawawezi pelekana, hawawezi ingiana. Na sasa mioyo ya watu wengi iko namna hiyo. Katika kitabu ya Roman 3:10 inasema ya kwamba 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Na wakati neno linasema hakuna mwenye haki hata mmoja, kuna kitu kimoja nilitambua na nikajua, kama hakuna mwenye haki hata mmoja, kwa hivyo kulingana na hili neno hakuna mtu yani wamepatana, wameingiana na Mungu pamoja. Inaonyesha mwanadamu na Mungu wako apart. Kwa hivyo hata wakati ule tunajaribu kuzisoma neno tuweze kuliamini, mawazo ya mwanadamu iko tu pale. Haiwezekani mwanadamu na Mungu waweze kuwa kitu moja. Bwana asifiwe. Lakini ninashukuru Bwana na ninafurahi sana wakati ule Mungu amenipa ufunuo na kibali cha kulisoma neno. Katika hiyo mstari tu ya hiyo Roman 3:24, 23, inatuonyesha kwamba tena Mungu na mwanadamu hakuna wakati watakuwa wakiandamana. Na njia gani? Tusome 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Huyu mtu ako 23, Roman 3:23 na Roman 3:10. Hawa watu hiyo mistari miwili fast. Haiwezekani kufanya mwanadamu aweze kuwa na mapatano na Mungu wake. Hawawezi. Kwa hivyo kulingana na makanisa, kulingana na dini, Mungu na mwanadamu ni vitu mbili. Mungu na mwanadamu wanakuwa vitu mbili zenye haziwezi patana.
sababu naye yule anayetufundisha hatuelekezi na kutuonyesha. Yes, hayo yameandikwa, ni ukweli kabisa, ni ukweli. Ati hakuna awezaye kuwa mkamilifu mbele za Mungu. Yaani ni kweli, but katika hiyo tu neno linatuelekeza na kutuonyesha. Kuna mtu mmoja katika kitabu ya Roman 5, Roman 5 mstari wa 18. Wacha tuangalie 18, mstari wa 18. Tuangalie kwanza wa 16. Roman 5:16. And not as it was by one that sinned, so is the gift, for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Ati wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kadiri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja, ikaleta adhabu. Ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuwa kwa ajili ya makosa mengi, ikaleta kuhesabiwa haki. Bwana asifiwe. Tutoke hapo tena. 17. For if by one man's offense death reigned by one, much more, ujue kama sasa hivi tunasoma ya kwamba for if by one man's offense death reigned by one, kupitia huyu mtu mmoja mwanadamu na Mungu hawage tangamana, hawage igiana, but yes, much more they which received abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Kunaye aliyekuja anaitwa Christ, the Son of God. Alikuja ndiye aweze kumfanya mwanadamu yule Roman 3:10 hangefanyika kuwa mkamilifu kulingana na mapenzi ya Mungu. Number 23, yule amefanyika kuwa mwenye dhambi, yule andamana wala wawe na mapatano na Mungu. Lakini 17 inatuambia ya kwamba number B, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Number 18, therefore, yes, as by one offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. Basi tena kama kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Haki yenye uzima, yeyote yule amepokea haki yenye uzima, huyo na Mungu wanakuwa mmoja. Through Christ Jesus anatufanya kuwa mmoja pamoja na Mungu katika maisha yetu yote. Bwana asifiwe. Kazi ile Yesu Kristo ametufanyia inakuja kutufungua kutokana na ile dhambi na makosa tulioifanya wakati ule tulikuwa hatukuwa tunajua ya kwamba sisi tumefanyika kuwa wenye dhambi. Hatukuwa tunajua dhambi na hatukuwa tunajua kama sisi
tumesamehewa dhambi. Lakini wakati ule Kristo Yesu alipokuja katika maisha yetu, alikuja na akaweza kufanya mwanadamu kuwa kiumbe kipya. Ya kale yakaondolewa, dhambi zote zile tulikuwa tunahukumiwa zikaondolewa. Akatupa kibali cha kufanyika kuwa wana ama watoto wa Mungu wasio na mawaa. Wale hawawezi hesabiwa dhambi kamwe, kwa sababu yeye amesimama katika mwanya wa kuondoa ile dhambi ilikuwa imefarakanisha mwanadamu na Mungu. Kwa hivyo Mungu alitengeneza njia ya mwanadamu kuitwa kiumbe kipya. Mungu alitengeneza njia ya mwanadamu kufanyika kuwa mmoja pamoja naye kupitia njia tu moja ya mwanae Kristo Yesu. Na kwa kama vile mwanadamu aliye katika ulimwengu tulio ndani yake alifanyika kuwa yani alifanyika kuwa mwenye dhambi kupitia mtu mmoja, na ndiye Adam, hivyo ndivyo tu Bwana wetu Kristo Yesu alifanyika kuwa patanisho yetu sisi pamoja na Mungu. Kwa hivyo kuna kitu ningetaka dini, makanisa, watu walio katika dini waweze kujua. Yes, Wakristo, unaitwa Mkristo kwa sababu Christ alifanya wewe na Mungu muweze kuwa mmoja. Ukapokea uzima wa umilele kumpitia yeye Christ, kwa sababu ya kazi ile Christ aliyofanya katika msalaba. Alifanya kazi kubwa, alifanya kazi ya kunipatanisha tena na Mungu wangu. Na ndio hii neno tumeisoma katika kitabu ya Matthew 1:23 iweze kutenda kazi. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is good with God with us. Isipokuwa tu ni Yesu, na Yesu ndiye alikuja akiwa Emmanuel. Yule alikuja kuleta mapatano ya mimi na Mungu, mapatano ya mwanadamu na baba yake Mungu, yule aliyemuumba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa yeyote yule anaamini hiyo kazi ya Emmanuel, ya Christ, anafanywa kuwa kiumbe kipya na kufanana na Mungu kwa sababu ya huyu mmoja anaitwa Christ. Yesu ndiye njia yote. Yesu ndiye mfano. Na katika Yesu, yeye ndiye atafsiri vile Mungu Baba alivyo. Na yeyote yule anaamini tafsiri ile itokanao na neno, kwa sababu Christ mwenyewe ndiye revelation. Mtu yeyote yule apokea revelation ndani ya Kristo, mtu yeyote yule amemwamini, mtu yeyote yule anaamini Kristo na kazi yake, huyo anafanyika kuwa mwana wa Mungu. Huyo anafanyika kuwa mmoja pamoja na Mungu. Huyo mtu ameamini kazi ya Kristo Yesu ile aliyoifanya katika msalabani. Huyo Mungu hakuna wakati anapomwachilia. Wakati anapogeuka tu mwanadamu huyo kwa kuamini kazi hiyo ya Kristo, anafanyika kuwa kiumbe kipya. Yule mtu katika kitabu ya Roman 8:1 inasema ya kwamba, Roman 8:1 inasema, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu ya wale wote wameiamini kazi ya Kristo. Wameamini Kristo ya kwamba ni mwana wa Mungu na alikuja katika ulimwengu tulio ndani yake
ndio aweze kutuondoa katika hali yoyote ile tulikuwa tunastakiwa kuwa wenye dhambi. Sababu mwanadamu kutokana na ile Roma tumesoma 3:10 yenyewe ukisoma kwa mawazo yako, ukisoma ukisikiliza kwa mawazo ya yule anayekuongoza, hautaelewa, hautatambua mapenzi ya Bwana ndani ya neno lake, sababu utamuona Mungu mkorofi, utamuona Mungu muuaji, utamuona Mungu anaweza achilia, Mungu anaweza ondoa, Mungu anaweza chukia, Mungu anaweza fanya kitu chochote. Lakini wakati mtu anaofuata neno vyema, unatambua Mungu ni pendo. Mungu ni upendo, apenda watu wote. Mungu ni upendo, na hakuna wakati anaowaza mwanadamu mawazo mabaya. Katika kitabu ya Isaya ya Jeremiah, Bwana asifiwe, ate Mungu anatuwaza mawazo mema, sio mawazo ya mabaya. Moyo wa Mungu ni kutufanya mimi na wewe tuweze kuwa katika amani na furaha, na hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Yeye hakuna wakati anaotuwaza mawazo machafu, hakuna wakati anaotamani tuingie katika hali zinazotuletea uzito wowote ama hali yoyote ile ya kututatanikia. Oh, haleluya, Bwana asifiwe. Pendo la Bwana ni tukae katika neema yake, katika amani yake, katika furaha yake, katika wingi wa utukufu wake, kwa sababu upendo wake ni mwingi kwa yeyote yule amwaminie. Bwana asifiwe, haleluya. Huyu ni Mungu yule, kazi yake ni kutufanya tuweze kukaa katika wema. Uyo usio Ngai ni wotwera natiriri, takigaire gonie maundu manene na mari hinya maria utoe. Takigaire anatuambia kwa nini anatuambia tuweze. Wacha tufungue hiyo katika kitabu ya Jeremiah, katika kitabu ya Jeremiah 33, Jeremiah 33. Mungu upendo lake ni ajabu sana ndani yake. 33 what? 33 3. Wacha tuangalie mstari wa 3. At call unto me. Huyu Mungu ni mwaminifu. Huyu Mungu ni mwema. Huyu Mungu ni mwenye uwezo. Watu wa Mungu wacheni nimwambie, huyu Mungu sio vile tunayemfikiria. Saa yote anataka mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake waweze kuwa na mapatano pamoja. Anasema, at call unto me and I will answer thee and show thee a great and mighty thing which thou knowest not. Mundu kumenete no akwire ugo. Mtu anayekuchukia, mtu mwenye hakupendi, anaweza kukuambia yenyewe ati niite nami nitakuitikia. Kwa hivyo wakati Mungu alipokuwa akisema jambo hili, ni watu walimkaa bali, watu walimuona vile asivyo, watu walimtafsiri kwa njia isiyo ya kawaida. Bwana asifiwe. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa mangumu usiyoyajua. Huyo ndiye yule Mungu tuliye naye. Huyo ndiye yule Mungu mkamilifu. Takigaire mwathani arongozo, takigaire na nego gweteka guonie maundu manene na mari hinya maria utoi. Huyo ni Mungu amejaa upendo. John 3:16. Mungu alipenda ulimwengu from the beginning, na akapeana vyote. Akapeana amani ulimwenguni, upendo ulimwenguni, umoja ulimwenguni kupitia mwanae Kristo Yesu. Yeye aliyekufa ni kwa ajili ya dhambi zetu, ndio atufanye sisi sote kuwa kitu kimoja pamoja na yeye. Sio kitu kimoja sisi wenyewe ulimwenguni,
ni atufanye kitu kimoja pamoja naye. Yes. Katika hiyo Jeremiah tuangalie 32. Jeremiah 32 mstari wa 39. Jeremiah 32:39 inasema ya kwamba, wacha tuangalie, tufungue pamoja mami, my brother mahali pale, my sister. Inasema hivi, mstari wa 39. Inasema, ndio nilikuwa ninatafuta. And I will. Hii ni kazi ya Mungu. Hii ni kazi ya Mungu, si kazi ya mwanadamu. Ile ya juu tumesoma, tumeona takega ile, na niko kuonia. Nani anakuonyesha? Yeye. Kuna kazi yako, sio wewe unamuonyesha. Nayo hii 39, Jeremiah 32:39 inasema, and I will give them one heart. I will give them one heart. Hii one heart itakujia wapi? Hiyo ni jambo moja. Nikiangalia itakujia wapi? Yes. Wakati ninapotazama hivi, ninafafanukiwa na New Testament katika kitabu ya John 15, Ephesians 1 and 2 chapters, ya kwamba kuna wakati tulikuwa wafu. Wacha kwanza tusome hii, tutasoma hiyo ingine. And I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for the good of them and of their children after them. Ati nami nitawapa moyo moja na njia moja, wapate kunicha siku zote, kwa mema yao na ya watoto wao baada yao. Hii ni kazi ya Mungu, si kazi yetu. Atatufanya kuwa mmoja. Wakati gani? Wakati huu wa Ephesians. Kuna wakati tulikuwa hivi, na ndio ninataka watu waweze kuendelea sasa na kufafanukiwa ya kwamba Mungu wetu kuna wakati anapenda tuweze kuangamia. Mungu wetu, upendo wake ni tukae katika utukufu na nguvu zake. Anasemaje? 2:1 anasema, and you had he quickened who were dead in trespasses and sin. Kama vile tulisoma Roman 3:10, Roman 3:23, tukaona watu wote walikuwa wameondoka kwa Mungu. Lakini hata hii inakuonyesha vile ulikuwa umetengana na Mungu. Wacha tusome. Lakini and you have he quickened who were dead in trespasses and sin. Nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of obedience, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kuna wakati hata mimi ninahubiri, nilikuwa ninafuata, nilikuwa kama vile Ephesians 2 from 1 inavyosema. Lakini kuna wakati jicho langu la ndani nitalisoma. Jicho langu la ndani liliweza kufunguka. Nikaweza kuelewa na kujua ya kwamba Kristo alikuja kutufanya. Kristo alikuja kama Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Mungu yule anayekaa pamoja nasi. Mungu yule
ndani yetu na sisi ndani yake. Yesu yule ama Emmanuel yule alifanya mapatano katikati yangu na Mungu tuweze kupatana tena. Ukweli tulikuwa wenye dhambi. Ukweli tulifanya matendo yote ya udhalimu katika ulimwengu tulio ndani yake. Lakini kwa haki moja, kwa tendo moja la haki kumpitia Kristo Yesu, akanibadilisha, akanigeusha. Sababu anasema yeye ndiye atatenda hayo, nitawafanya. Akanibadilisha, akanifanya, akanitoa katika hali yoyote ile ilikuwa ni tatizo, ni nguvu za ulimwengu wa giza. Inasema ya kwamba prince of the power of darkness of the air. Kwa hivyo wakati mwanadamu asipotambua ulimwengu aliyo ndani yake, utawala wake ni nani anao utawala, mtu anakuanga katika prince of the power of air. The spirit that now worketh in the children of obedience. Kuna roho usio wa haki na kuna ufalme. Katika ufalme tulio ndani yake wa matendo yasiyo na haki kulingana na mapenzi ya Bwana. Na watu wengi na makanisa mengi yamo ndani, watumishi wengi wa Mungu wamo ndani, kwa kutokujua na kuelewa ya kwamba wakati Kristo Yesu alipokuja, sio tu kulisoma maandiko tukidhani tumepata uzima wa umilele ndani yake, na hatutambui ufunuo ulio ndani yake kumpitia mwanae Kristo Yesu. Sababu hiyo neno tunalolisoma ndio imenena kuhusu Christ, na hatutaki kumkaribia yeye ndio atupe ule uzima ulio ndani yake. Kumkaribia ni kufanya nini? Kumkaribia si kumnena kwa mdomo. Kumkaribia si kukaa tukimjua. No. Kumkaribia ni kuwa one. Yeye ndani yangu na mimi ndani yake. Bwana asifiwe. Mungu pamoja, tumekuwa pamoja, tumeingiana, tumekuwa twin. Hakuna mtu awezaye kututenganisha. Bwana asifiwe. Lakini watu wengi wananena kuhusu Mungu aliye nje na Yesu aliye nje na yeye aliye nje. Hao watu watatu hata roho. Hakuna watu wengi ndani yao, roho, Mungu, Yesu, mwanadamu, hawajui mapatano yao. Wengi wanajua ya kwamba kupatana na Mungu ni wakati tunaenda kumuomba kile tunataka. Akikupa unasema na Mungu, ya mimi ni wa Mungu na Mungu ananipenda. Ukweli anakupenda kwa sababu ni babako. Ukweli anakupenda na hawezi kukunyima kwa sababu hata yeye anasema ya kwamba hakuna wakati mtoto anaweza omba baba mkate ampe jiwe. Kwa hivyo atampa mkate. Nayo hakuna wakati unaweza enda mbele za Bwana hata ukiwa mwenye dhambi kiasi gani. Hata ukiwa Illuminati, hata ukiwa mwizi muuaji, uombe Bwana akose kukupa kile unapomuomba. Atakupa tu sababu wewe ni mwanae. Bwana asifiwe. Amekupa nguvu na uwezo wa kutenda yote. Sababu zote zimetoka kwake. Lakini mawazo yake na moyo wake haimo katika ile nafasi umeichukua ya kupitia. Sababu kama hujapitia kwake kumpitia mwanae Kristo Yesu, uko katika njia yako hata kama wewe ni mwana wa Mungu. Uko katika nafasi yako hata kama wewe ni mwana wa Mungu. Yeyote yule apitiaye kwa Mungu kupitia Christ, huyo ndiye tu yule wamepatana na wamekuwa mmoja pamoja na Mungu. Number 3 katika Ephesians 2:3, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh
and of the mind. And they were by nature, yes, the children of wrath, even as others. Yes, tulikuwa wana wa kuasi. Hiyo ni kitu moja tunafaa kutambua, ndio tuweze kujua kuna mahali tulitolewa, kuna kazi ilifanyika, na ile kazi ilifanywa na mwana wa Mungu Kristo Yesu, ndio aweze kufanyika kuwa Mungu pamoja nasi. Kiswahili inasema ya kwamba ambao zamani sisi zote nasi tulienenda katika kati yao, katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Kwa nini tunaona hapa tulipitia katika njia zetu, tukawa katika tabia zetu? Hata kama Yesu ametumwa katika ulimwengu tulio ndani yake aweze kubadilisha tabia zetu, sisi hata wakati ametenda kitendo kimoja cha haki cha kufanya sisi tuweze kutambua kazi ya mawazo ya Mungu na moyo wa Mungu kupitia mwanae Kristo Yesu, watu wengi hawakugeuka, mpaka wa leo hawajageuka. Na wale tumegeuka, tunafaa kuelewa na kutambua tulikuwa kama wao. We are like them. Tulifanya vile walivyofanya. But God, who is rich in mercy, unaona, number 4, but God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Yesu alitupenda kwa mapenzi yake aliyo makuu, alitupenda sisi, mimi na wewe, ametupenda. Even when we were dead in sin, hata wakati ule tulikuwa wafu, kama vile tulisoma katika Romans 3:10, Romans 3:23, tulikuwa watu wasio na uzima, wasio na uwezo wote, tulikuwa mauti. Even when we were dead in sin, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuiza pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Leo hii nataka uweze na uelewe vizuri. Yes, kazi ilifanyika zamani, zile watu wote walifanywa kuwa wenye dhambi, wakafanywa kuwa wao si wakamilifu tena, hawana haki. Lakini wakati ule Kristo Yesu alipotumwa katika ulimwengu, Biblia inatuambia kwamba wakati alipouvaa mwili wa mwanadamu, akafanana na mwanadamu, akapitia hali zote mwanadamu anapozipitia. Lakini hata kama aliyapitia yale, alikuwa Mungu. Mungu alivaa mwili wa mwanadamu, akaja ulimwenguni akiwa Mungu, akiwa ameuvaa mwili wa mwanadamu. Na katika kazi ile alikuwa anakuja kuyatimiza. Ule mwili wa mwanadamu ulisulubishwa katika msalaba, na ule mwili wa mwanadamu ukafa kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu. Sababu dhambi zetu sisi ziko mwilini. Dhambi zetu sisi ni kwa sababu tuko na mwili. Sababu walio wa roho hawatendi dhambi. Hivyo ndivyo 1 John inasema. Walio wa roho hawatendi dhambi, wanafanana na Mungu wao. Wasio wa roho wako na mwili wa dhambi, na ule mwili wa dhambi umejaa dhambi. Haleluya. Kwa hivyo hata wakati
wafu. Kwa sababu ya makosa yetu alituuisha. Nani alituuisha? Pamoja na Kristo. Mungu Baba alituuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Mtu wa Mungu mahali pale, mzazi wako ameokolewa kwa neema, lakini hajui sababu hakuambiwa. Yeye anasema ya kwamba hakuna mtu mkamilifu mbele za Bwana. Yeye anasema ya kwamba hakuna mtu mwenye haki mbele za Bwana. Ati gutire mundu muthingu mbele ya Ngai. Ati na tungikiuga tutikeyetie ni kwenania turahenania. Ni undu thomaga iguru na. Niku umenya atiriri, tuona twamenya ni twehetie. Tusudagiriria wira uria Yesu Kristo arutire. Tukitazama hiyo kazi Kristo Yesu aliyoifanya, kwa sababu aliifanya ni kwa sababu tayari tumeshafanyika kuwa wenye dhambi. Akaja katika ulimwengu ndio atoe hao watu wote walio katika dhambi, katika ndani ya dhambi zao. Akawaokoa. Akawaondolea hukumu iliyo juu yao. Wakafanyika kuwa wana wa Mungu wasio na mawaa, wasio na hatia. Bwana asifiwe. Time yangu ikiendelea kukwisha, na ate had raised us up together. Unaona, together. Yeah. Had made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Akatufufua pamoja naye. Huyu alitufanya kuwa pamoja naye. Alitufufua pamoja naye kama vile Yesu alipokufa katika msalaba. Kufufuka kwake tulifufuka pamoja naye. Sisi tulielewa na tukafafanukiwa na mapenzi ya Mungu na kutambua ufunuo ulio ndani ya neno la Bwana. Tulikufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye, na tukafufuka pamoja naye, na tukaketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hivyo Kristo ametufanyia kazi kubwa ya kutufanya tena kuwa wana wa Mungu kama vile tulivyokuwa mbeleni kabla dhambi haijaingia katika ulimwengu. Lakini wakati ule dhambi iliingia ulimwenguni, sisi wote tulifanyika kuwa wenye dhambi. Lakini kwa tendo moja la haki, na kwa vile Mungu aliupenda ulimwengu, akamtuma mwanae Kristo Yesu aweze kutufanya kuwa haki kama vile yeye alivyo na haki. So mwanadamu akitambua kazi ya Kristo, anafanyika kama yeye, anakuwa kama yeye, anatenda kama yeye, anatembea kama yeye, anapumzika kama Christ. Na wakati wowote tunafanya mambo haya yote kama vile Yesu anavyofanya, hivyo ndivyo Mungu naye Baba wetu anavyofanya. Sababu walio ndani ya Kristo na Kristo ako ndani ya Mungu, tunafanya kazi moja sisi wote pamoja. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu ya kuongozwa kwa Bereni, mwongozo wa Bereni ulileta kifo. Na watu wengi hata saa hii wako ndani ya kifo. Hawaelewi njia zao. Hata kama wako kanisani na njia ya Mungu zimefarakana. Hivyo ndivyo kitabu ya Isaya 59 inasema tumefarakana na Mungu. Bwana asifiwe. Ni mapenzi ya Mungu sisi wote tuweze kukaa ndani yake na yeye ndani yetu, ndio aweze kuwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Kuna kitu kimoja inanifurahisha, na hiyo ninaona kama tutaitazama siku ya kesho vizuri. Katika kitabu ya 2 Corinthians 12:7 kuna mtu mmoja anayeitwa Paul. Paul alikuwa mwenye dhambi. Paul alikuwa muuaji, sababu naweza muita hivi. Alikuwa anasimamia watu wakiuawa, wakipigwa, wakifungwa jela. Anakalisha
nguo zao. Alikuwa mmoja wa wale walikuwa wanaleta tataniko makanisani kwa watu wa Mungu, wale walikuwa wameamini kazi ya Kristo. Lakini wakati ule Paul alikutana na Kristo, hakukubali tena kurudia ile tabia yake ya kwanza. Hakukubali. Aligeuka mara moja, akatamani kuwa mmoja na akafanyika kuwa mmoja pamoja na Mungu kumpitia Kristo, sababu sauti aliyoisikia, alisikia sauti ya Kristo. Amuririe niwe mwathani, tondu ni amenya guti mundu ungemukiria hinya tiga mwathani. Ali no nene muno, alikuwa na uwezo mkuu katika serikali ya wakati huo. Kwa hivyo wakati tu alitazama mambo yale alikutana nayo jiani, tutaisoma kesho, alijua tu ni Mungu anaweza muweza, ni mwathani tu ungemwota. Akamgeukia naye Bwana akamwambia, ni mimi unaotesa Kristo, ni mimi unaotesa. Na saa hiyo Paul wakati alipogeuka, aliamini Kristo na kazi yake, sababu Paul hakukuta Kristo akiwa katika uhai, akiwa katika mwili, hakumpata. Paul alipatana na watu na Paul alisikia kutoka kwa watu kazi ile yote Kristo alikuwa anaifanya. Tena akaongozwa na Roho Mtakatifu. Wakati ule alikubali kuingia katika neema ya Kristo Yesu. Mimi na wewe mtu wa Mungu, hii mambo si mazito, ni rahisi sana, ni rahisi kabisa. Lakini kunalingana na vile na yule anayekuelekeza. Kunalingana na hadithi zile unahadithiwa wakati wote ufanyao kazi ya Mungu. Wakati wote uko katika imani, ni imani gani inatiwa ndani yako? Ni kazi gani inatiwa ndani yako? Kuna watu wanatiwa kazi ile iliganao na kifo. Kuna watu ndani ya mioyo yao watiwa kifo, yani hata wanaongezewa kifo juu ya kile cha kwanza, sababu wana mtu wa kumfafanulia vyema kazi ya Kristo, kazi ya Mungu, mapenzi ya Mungu, moyo wa Mungu. Unaendelea tu na kuongezewa hali na mambo machungu. Unabeba mambo machungu mengi, unabeba hali nyingi chungu. Hauna amani ndani ya moyo wako, hata vile Yesu anasema yeye ndiye amani yetu. Wewe ile amani katika kitabu ya John 14:27 hamuna. Hata hujui kama kuna kitu kama hiyo. Hata hauelewi kama ulimwengu uko na amani yake na Yesu ako na amani yake. Wewe uko katika amani ya ulimwengu ile tumesoma. Haleluya. Mtu yeyote yule ana mapatano na Mungu ako katika amani iliyo ulimwenguni. Na ya amani ya ulimwenguni ni ya watu. Na amani yote ya watu inaondoka, inapunguka, inaondoka. Lakini Yesu akasema ya kwamba nimempa amani ipitao amani ya ulimwengu. Ulimwengu ni mwanadamu. Usifadhaike moyoni mwako wala usiwe na shaka, ni kwa sababu amani niliyekupa haipunguki na haiondoki. Hiyo ni ya Kristo. Watu wengi wanapenda amani ya ulimwengu. Ile inawadhibitisha kwa muda kidogo, alafu inaondoka. Ile mwanadamu anakupa, baada ya dakika kidogo anakunyang'anya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mwanadamu, asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, huu ndio wakati ule unafaa kuamini kazi iliyo ndani ya Kristo. Na ndio tunaisoma tukisema ya kwamba, haleluya, Bwana asifiwe, the forgiveness of sin and being born again.
Bwana asifiwe. Sababu tusipojua na kutambua mambo haya vizuri, na tufafanuliwe na tusomewe na tufundishwe na tuelekezwe, tufafanuliwe kila kitu ndani ya Kristo, kwa sababu chochote tunachokisoma tunafaa kuona Kristo ndani. Na kama chochote tunasoma Old Testament hatuoni Kristo ndani, hiyo ni hadithi tu ya wabunuasi inaingia ndani yetu. Lakini chochote tunachokisoma ndani ya maandiko katika Old Testament na tunamuona Christ na ufalme wake wa wokovu, na kuambia mtu wa Mungu, hakuna mtu atakuwa na amani na furaha kama vile utakuwa nayo ndani ya Kristo. Ni uwezo mkuu sana tumeupokea. Tumebarikiwa na baraka zote za rohoni katika kitabu ya Ephesians 1:3. Tumebarikiwa na baraka zote za rohoni. Hatujaambiwa baraka fulani, ati baraka ya fedha, baraka ya kazi. Biblia inasema, wacha nikusomea 2:3. Ni hapo tu nyuma. Ati blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ati atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Tumebarikiwa na baraka zote. Tumeinuliwa. Tumepewa mamlaka. Hajapunguza kitu hata moja. Ametupa zote. Katika hali ya kimwili tumebarikiwa. Katika hali ya kiroho tumebarikiwa. Kazi yako ni kuamini yule ametubariki. Kazi yako ni kuamini. Kazi ile ilifanywe ndio hiyo baraka iweze kutufikia. Ilipitia wapi? Ndani ya Kristo Yesu. Kristo ndiye mwenye baraka yote na nguvu zote na uwezo wote na mamlaka yote katika uwezo wake. Namshukuru Bwana kwa sababu time yangu imekwisha. Kesho tutaendelea. Lakini mtu wa Mungu, nataka kukuambia hivi. Soma Biblia. Meditate the word. Omba neno, kupitia neno. Shukuru Bwana kwa sababu ya wakati mzuri na wakati mbaya. Tazama Bwana na jicho la upendo, sababu watu wanatazama Bwana na jicho la uoga, jicho la muuaji. Yaani hawaoni upendo kwa Mungu. Wanafikiria wakati wamepewa fedha, wakati wameponywa, huo ndio upendo wa Mungu. Hapana, upendo wa Mungu hauhesabiwi na kitu chochote. Upendo wake hauna kipimo, hata haujulikani vile ulivyo. Kwa hivyo upendo ulio na Mungu sio upendo ulio na mwanadamu. Wa mwanadamu wapimika, wa mwanadamu wabadilika. Lakini upendo wa kwanza wa Mungu kutoka wakati wa ulimwengu, kabla ulimwengu uumbwe, ulikuwa upendo usiopunguka, usioondoka, usiopimika, na uwezi elezeka vile ulivyo, sababu Mungu anatupenda sisi wote. Tuombe pamoja. Kesho tutakuwa pamoja katika ibada yetu. Kitu ile nimekuomba ni ya kwamba jua ya kwamba Emmanuel, Christ yu pamoja nawe. Ngai amwe na ithuĩ hamwe nawe. Wĩra-inĩ ũrĩa ũrathiĩ kũruta hamwe nawe. Ngĩhunjia hamwe nani. Maũndũ-inĩ marĩa mothe, mĩbango yothe ĩrĩa ũbangĩte yumaine na ũthingu hamwe nawe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo acha tushukuru. Baba wetu na Mungu wetu Kristo Yesu, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe unatupenda na mapenzi yako Bwana i pamoja nasi katika haki yako.
Pokea sifa asubuhi ya leo kwa kutupa hiyo kipindi kidogo. Tumesikia neno lako, tumenena utukufu na nguvu na uwezo na mamlaka. Pokea sifa Baba wetu, kwa sababu kazi yako Bwana ni kazi iliyo na uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote kwa yeyote yule aminio. Ninawabariki watu hawa, tumekuwa pamoja nao katika Wedani, na ninajua Bwana umetubariki na baraka yako Bwana Jehova Jireh itaendelea na kupanuka ndani yetu, ndio tuweze kutambua mapenzi yako na kwa nini ulimtuma mwanao wa kipekee, na kwa nini Bwana tumebadilishwa tukafanyika kuwa watoto wako tena. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu kadri na mapenzi yako nimeuona mkono wako hodari ukiwatoa watu gizani na kuwaingiza katika nuru ndani ya mwanao Kristo Yesu. Asante Mungu wetu, ninawabariki wale walio nchi za nje na wale walio karibu, na wabariki sana katika nchi yetu ya Kenya, na ninawabarikia kazi za mikono yao, na wabarikia watoto wao, na wabariki waendapo na watokapo, na waomba kila aina yote ya magonjwa katika maisha yao iweze kuwaondokea katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa udhaifu wote katika maisha yao. Ninaomba waweze kuwa active. Ninawaombea waweze kuwa watu walio na maono mapya, watu wanajua maono yao, na wale hawajui naomba sasa waanze waingie katika maono yao, ndio waweze kuendeza maono yao vyema. Baraka yako Bwana iweze kuwa baraka ya kufanya watu wote waweze kuwa katika ukweli ule Bwana utokao kwako. Baraka zako Mfalme siwe juu ya watoto wao, juu ya watoto wetu, juu ya mabwana wetu, juu ya wamama, mahali popote pale, wacha tuweze kuwa na veva kulingana na vile Bwana unavyohitaji na unataka. Wewe ni Mfalme na wewe ni Mungu. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen.